Naam, mtazamaji, habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tanzania leo urais wake wakataliwa waziwazi siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Dhoruba kali ya kisiasa inaendelea kutanda nchini Tanzania leo, huku Tundu Lissu akikataa urais wa Samia Suluhu kutoka gerezani Ukonga, na sasa amekataa urais wa Samia Suluhu kuwa kitovu cha tahadhari kitaifa na kimataifa kufuatia kulaani vikali uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 leo kutoka ndani ya gereza la Ukonga. Tundu Lissu anashikilia kuwa mchakato wa uchaguzi ulikuwa na dosari kubwa na kwamba matokeo yanayotangazwa na mamlaka hayakisi matakwa ya Watanzania. Katika kauli zake kali leo Tundu Lissu kutoka gereza la Ukonga, Tanzania, Tundu Lissu ameweza kukataa urais wa Samia Suluhu na kuambia Watanzania ya kwamba anajiweka sawa na ripoti za awali za ujumbe wa waangalizi wa kimataifa, akisisitiza kuwa Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC SADC pia wamethibitisha kile ambacho Watanzania walikuwa wanakijua, kwamba uchaguzi huo uliofanyika haukukidhi viwango vya kidemokrasia, na hivyo Rais Samia Suluhu Hassan kulingana naye sio rais wa Tanzania. Tundu Lissu akizungumza kutoka kizuizini alishutumu serikali ya Samia Suluhu kwa kupanga matokeo yaliyopangwa ya uchaguzi. Wakati taarifa hizi zikienea duniani kote, Tundu Lissu kukataa urais wa Samia Suluhu leo anarejea wasiwasi wa AU, akibainisha kuwa taratibu za kisheria zinazohusu uchaguzi huo uliofanyika hazikidhi vigezo vya kikanda na kimataifa. AU awali iliangazia kutofautiana na kuibua maswali kuhusu haki, ikisisitiza kwamba mazingira ya kabla ya uchaguzi yaligubikwa na vitisho na kukandamizwa kwa ushiriki wa kisiasa. Zaidi ya kuunga mkono msimamo huu, Tundu Lissu aliweza kukataa hadharani urais wa Samia Suluhu leo, akiangazia matokeo yale pia ya SADC ama SADC ambayo yalieleza vikwazo vizito vya uhuru wa vyombo vya habari wakati wa uchaguzi, vikwazo vikali vya kujieleza kwa umma na mazingira ya kisiasa yaliyodhibitiwa. Kulingana na SADC, baadhi ya vituo vya kupigia kura vilirekodi wapiga kura sifuri, jambo ambalo lililoibua mashaka makubwa juu ya uwazi na ushiriki na ushindi wa Rais Samia. Huku mjadala ukizidi kupamba moto Afrika Mashariki, Tundu Lissu leo katika ripoti yake kutoka gereza la Ukonga ya kukataa urais wa Samia Suluhu kumechochea mjadala kuhusu matokeo mapana ya uchaguzi kukosa uaminifu Tanzania. Tundu Lissu anahoji kuwa si waangalizi wa kimataifa wala raia wa Tanzania walioshawishika kuwa ushindani wa maana uliruhusiwa, hivyo kudhoofisha uhalali wa matokeo ya uchaguzi. Kulingana naye, uzito wa tuhuma hizi za Tundu Lissu unazidi kudhihirika baada ya Tundu Lissu leo kukataa urais wa Samia Suluhu, akisisitiza kuwa haki za kidemokrasia za raia ziliminywa wakati wa uchaguzi huo. Anasisitiza kwamba Watanzania walinyimwa fursa ya kuchagua kiongozi wao kwa uhuru, akielezea shughuli nzima ya uchaguzi kama zoezi lililosimamiwa na jukwaa lililoundwa kudumisha hadithi moja ya kisiasa. Wakati maofisa wa serikali wakijaribu kutetea mchakato huo, Tundu Lissu katika ripoti yake ya kuweza kukataa urais wa CCM anadai kuwa mgogoro wa uaminifu unaozunguka uchaguzi hauwezi kufutwa kwa taarifa rasmi. Anasisitiza kuwa kutokuwepo kwa uvumilivu wa kisiasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi kulipokonya nchi nafasi yoyote ya kuwa na ushindani wa haki. Kutoka katika chumba chake cha magereza, Tundu Lissu alikataa urais wa Samia Suluhu, akipinga uhalali wa matokeo moja kwa moja, akisema kuwa Samia Suluhu Hassan si rais halali wa taifa la Tanzania. Maneno haya ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu yamezua gumzo na mazungumzo katika eneo zima kuhusu mustakabali wa utawala wa Tanzania na utulivu wa kisiasa. Kuongeza mvutano huo, Tundu Lissu katika ripoti yake kukataa urais wa CCM kwa madai kuwa uchaguzi wa Oktoba haukukusudiwa kuwa na ushindani halali, anasema kwa uwazi kwamba uchaguzi wa Oktoba uliamuliwa zamani kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, akipendekeza kuwa matokeo yalipangwa mapema kabla ya Watanzania kupiga kura. Tuhuma hizi za kulipuka pamoja na Tundu Lissu kukataa urais wa Samia Suluhu zimezidisha uchunguzi kwa taasisi za serikali na chama tawala cha CCM. Tundu Lissu anadai kuwa
Mfumo wa kisiasa umekuwa ukichezewa ili kudumisha madaraka kwa gharama yoyote ile, hivyo kuiacha nchi katika kile anachokiita uchafuzi wa Rais Samia, serikali yake na chama cha CCM. Hii ni kulingana na Tundu Lissu. Wakati presha ikiongezeka katika hali ya kisiasa Tanzania, Tundu Lissu sasa akikataa urais wa Samia Suluhu bado yuko imara licha ya masharti magumu ya kifungo chake gerezani. Anaendelea kusema akisisitiza kuwa demokrasia ya kweli haiwezi kuwepo pale ambapo upinzani unafanywa kuwa ni jinai na pale wapinzani wa kisiasa wanafungwa jela au gerezani kwa tuhuma anazoeleza kuwa ni za uzushi. Mvutano bado uko juu huku Tundu Lissu leo akitoa ripoti hii kuhusu Samia Suluhu. Alisisitiza mateso waliopata Watanzania wakati na baada ya uchaguzi na wakati wa maandamano. Anasisitiza kwa ghasia, kukamatwa na ukandamizaji unaoshuhudiwa kote nchini ni sehemu ya jaribio la kimfumo la kunyamazisha sauti zinazotaka kuwepo kwa uwazi. Mashirika kutetea haki za binadamu yamezingatia wakati Tundu Lissu akikataa urais wa CCM wa Samia Suluhu, akiangazia haja ya uwajibikaji. Mashirika mengi yanahoji kuwa kero zilizotolewa na waangalizi na viongozi wa upinzani lazima zishughulikiwe ikiwa Tanzania inatarajia kurejesha imani katika taasisi zake za kidemokrasia. Hisia za umma zimebadilika huku wananchi wengi wakitafakari msukosuko huo, huku Tundu Lissu leo akitoa ripoti hii ya kutatanisha kwa serikali. Upande mwingine, hisia za umma zimebadilika huku wananchi wengi wakitafakari msukosuko huo na kutafakari ujumbe huu wa Tundu Lissu wa kukataa uhalali ama urais wa Samia Suluhu. Sasa hivi ripoti hizi zimevuma miongoni mwa jamii zinazotafuta haki na pia zimeenea katika mitandao ya kijamii, huku wengi wakiweza kumpinga vikali, wengine wakimuunga mkono. Ujumbe huu wa Tundu Lissu kutoka gereza la Ukonga umekuwa kichocheo kwa wale wanaoamini mchakato wa uchaguzi uligubikwa na kasoro zisizo na kifani na kuingiliwa kwa serikali. Katika rufaa yake ya hisia, Tundu Lissu katika ripoti yake ya kukataa urais wa CCM anatoa maneno ya faraja kwa watu walioteseka katika kipindi kigumu cha uchaguzi na maandamano. Anakiri machungu na hofu inayopatikana kwa jamii na anaombea nguvu nchi inapojaribu kujikwamua kutokana na machafuko ya kisiasa yanayozunguka uchaguzi ambao ulikamilika. Wakati kivumbi kikiendelea kutimka, Tundu Lissu sasa hivi katika ripoti yake ya kuweza kukataa uhalali wa CCM ni mojawapo ya simulizi tosha katika mgogoro wa kisiasa unaoendelea. Kukataa kwake kutambua matokeo pamoja na uchunguzi wa kimataifa kunahakikisha kwamba mjadala kuhusu uhalali wa uchaguzi wa Tanzania hautafifia hivi karibuni. Mtazamaji, kulingana na barua hiyo ambayo iliweza kuchapishwa na Chadema in Blood kupitia mtandao wa Facebook siku ya Jumanne, inadaiwa hizi ndizo ripoti ambazo Tundu Lissu ama ujumbe ambao Tundu Lissu ameutuma kuhusiana na uhalali wa serikali ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu. Lakini yote haya ambayo yamezungumza Tundu Lissu ni madai tu ambayo tayari inajulikana ya kwamba Samia Suluhu yupo madarakani na yeye ndiyo rais ambaye sasa hivi anaongoza taifa hilo. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu amehakikishia Watanzania ya kwamba atajaribu kila awezalo ili kuleta utulivu na amani na kumaliza migogoro hii ya kisiasa kwa mazungumzo na maridhiano. Mtazamaji, ni hayo tu, nijuze maoni yako upande wa comment section. Vile chukua sekunde yako moja ama mbili kulike video hii na ubonyeze neno subscribe na alama kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana na itakuwa kama malipo yako kwetu. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.